Kuna mtu ananisikia, hakuna furaha inayodumu kwako. Mambo mengi huwa yanaanza kwako vizuri, lakini huwa yanaishia vibaya. Umekuwa ni mtu wa kulia, kuhuzunika, na wakati mwingine kuishi kama maisha yako ni ya mkosi na baraa. Ni kwa sababu mara zote furaha yako huwa haitimiliki. Mara nyingi kuna mambo huwa yanaanza vizuri. Unapotarajia mambo yale yataendelea kwa vile vile kama ambavyo yalianza, bahati mbaya sana yanakuja kuharibika. Umekuwa na roho ya kuharibikiwa mambo yako na furaha yako kutokuendelea. Unasema, Mungu, mimi na mkosi gani? Mbona furaha zangu huwa hazitimii? Mbona furaha zangu huwa hazifiki kikomo? Huwa ninaanza na furaha, lakini huwa hazifiki mahali ambapo nataka zifike, badala yake yanakuwa ni machozi. Umekuwa ni mtu ambaye mambo mengi kwako yanaanza vizuri. Mambo mengi kwako huwa yanaanza kwa kupendeza, lakini mwisho wake yanakuwa ni mabaya. Ni maombi yangu Mungu akupe mwisho mwema. Unajua kuna maombi ya kuomba mwisho mwema kwenye mambo yako. Na haya ni maombi muhimu sana. Ukikosa mwisho mwema, maana yake utakuwa unaanza vizuri, lakini kuna roho ya uharibifu ambayo itakuja kuharibu vitu vinavyoendelea kwenye maisha yako. Kwa utajikuta mara zote unaanzisha jambo vizuri, lakini linakuwa halina mwisho mzuri. Biblia inasema kwamba ni heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Haijalishi jambo lako limeanza kwa mbwembwe kiasi gani. Haijalishi jambo lako limeanza vizuri kiasi gani, lakini kama mwisho wake utakuwa mbaya, basi huenda likaharibu maana yote ya lile jambo. Kabla sijaomba na wewe, ni kushauri jambo. Wakati mwingine kwenye mambo ya kiroho, na ukiwa ni mtu ambaye una vita namna hii, jitahidi usiwe muwazi sana wa furaha zako kwa watu ambao wamekuzunguka, kwa sababu huenda kuna adui yako katikati ya hao. Hata kama ni ndugu yako na hata kama ni mtu wako wa karibu. Sina maana uwe msiri sana, lakini ukishaona una vita kubwa, hasa kwenye mambo ambayo huwa yanaanza vizuri na mwishowe huwa hayatimii, basi wakati mwingine unahitaji kuwa mwangalifu. Sio kila mmoja ushie naye yale ambayo unahisi yanakufurahisha. Kuna wale wengine wanaweza kashia nao, alafu wakawa wanakuonea wivu kijicho, na baadaye wakayaharibu mambo yako, ukakuta yameharibika. Nataka nikupe mfano wa jambo fulani ambalo limewahi tokea katika watu ambao nilikuwa nahudumia. Kuna binti mmoja aliniletea kesi, amewahi kuchumbiwa na wanaume 7 kwenye maisha yake. Yaani uchumba ni kwamba mtu anaanza kabisa na analeta na posa, kwa maana analeta barua, lakini baada ya hapo harudi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu anaposhare na watu wa familia yake, katikati ya watu wa familia yake kuna wale ambao wanatumika na shetani kwa wivu. Watu waliomzunguka walikuwa na haribu mambo yasiweze kutimia. Kwa hiyo mtu anapotaka kujua zaidi kuhusiana na familia yako au familia ya yule mtu, anajikuta analetewa taarifa mbaya na historia mbaya ya yale mambo ambayo yaliwahi kutokea nyuma. Kumbe kuna mtu ambaye kazi yake ni kuchafua mambo yasiweze kutimia, mambo yasiweze kutokea. Kwa hiyo yule mtu akajikuta hakuna jambo linatimia. Nilichowahi kumshauri, nilimwambia kwamba ukisha kuwa ni mtu wa vita hii, jitahidi mambo yako mpaka yanafika kwenye level ya watu wengine, basi uwe una hakika kwanza umeyatamia, umeyaombea na umepata muda wa kufunga na kuomba, lakini pia umejiridhisha kwa 100% zote, ndio unaweza kushirikisha watu wengine. Kwa sababu katikati ya watu ambao wamemzunguka kuna watu ambao walikuwa sio sahihi. Uenda naongea na mtu ambaye unanisikia, kuna watu wamekuzunguka ambao sio sahihi, lakini huwajui, huwaelewi. Utakapoingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, Mungu atakupa amani. Yupi useme naye, yupi umshirikishe, yupi usimshirikishe. Kwa sababu katika macho ya kibinadamu tunaweza tukaona watu wote ni sawa, lakini katika macho ya kiroho tunaweza tukaona wabaya na wale ambao wanaweza kupindua matokeo yetu. Ni maombi yangu kwako, Mungu akupe mwisho mzuri kwenye mambo yote unayofanya, kiuchumi, kielimu, kimahusiano, kindoa na hata kijamii, wakati mwingine hata kiafya. Mungu akupe mwisho mzuri kwenye kila jambo ambalo unaona unamhitaji Mungu. Mungu akupe mwisho mzuri. Na maombi yako mengine, omba Mungu akupe mwisho mzuri. Yes, mwambie Mungu, ninaomba unipe mwisho mzuri. Mwambie Mungu, nakataa mwisho mbaya. Nakataa mwisho mbaya. Na mwisho mbaya ni hatari zaidi kwenye maisha yetu ya kiroho, lakini pia hata kijamii kwa watu waliotuzunguka. Tuende mbele za Mungu sasa. Mwambie Mungu, ninaomba unirehemu. Kama kuna mahali nilitumia akili zangu na nikanyamaza kutokutumia nafasi yako, naomba unitakase. Omba matengenezo na Mungu ili maombi yako yasizuiliwe na apate kibali mbele za Mungu. Mungu, ninamleta mpendwa huyu ambaye ameinua imani yake na amejiunga pamoja nami katika maombi. Natambua kwamba kwako Mungu hakuna umbali,
haijalishi tumepishanishwa na nini, lakini kwa sauti hii Mungu tunayekuita kwa imani upo mahali ambapo mtu huyu yupo. Nami nakuita kwa jina la Yesu Kristo, ninakuomba Bwana, mfungulie wepesi mtu huyu akawe na mwisho mzuri. Ondoa uchungu uliokaa ndani ya moyo wake wa maumivu ambayo amewahi kuyapitia, na wakati mwingine amekuwa hana furaha. Furaha kwake imekuwa ni kitu ambacho hakipatikani kirahisi. Furaha kwake limekuwa ni jambo ambalo huwa aliendelei. Yaani anaweza kafurahi kwa muda mchache na baada ya hapo machozi yakaendelea na magumu yakaendelea. Mwingine mpaka moyo wake umeingia ganzi. Bwana, mponye mtu huyu. Ponya moyo huo ambao umekata tamaa. Ponya moyo huo ambao umeingia ganzi. Ponya moyo huo ambao umeingia vidonda. Ponya moyo huo ambao umeingia maumivu. Mwingine kwenye kazi huwa anaanza vizuri anakubalika, lakini baadaye kazi inaharibika. Kazi hazidumu, mambo hayadumu. Nami naondoa kila roho ya alaye, roho ya uharibifu ambayo imekuvaa, ikuachie. Ewe pepo ambayo umekaa kwa mtu huyu, wewe ni nani umemfunga? Wewe ni nani ambaye umemfunga? Haijalishi umemfunga kwa kifungo gani, haijalishi umemfunga kwa mafundo gani, naamuru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, uharibikiwe mwenyewe. Achia mwisho wa mtu huyu. Achia mwisho wa mtu huyu. Haijalishi ni nani ambaye anatumia nafasi yako, haijalishi ni nani ambaye anatumia mwisho wako, naamuru akuachie kwa jina la Yesu. Na kufungua kuanzia sasa, na yafungua maisha yako kuanzia sasa. Nafungua kila kifungo, kila roho chafu ambayo imekamata mwisho wako ikuachie. Ewe pepo ambayo unachukua taarifa kwa siri ili uweze kuharibu mambo ya mtu huyu, na kupiga upofu kwa jina la Yesu. Napiga njia zako upofu. Naamuru kateleze kile utakapofuatilia habari za mtu huyu. Njia yako ikawe kiza na uterezi katika jina la Yesu, usifanyikiwe. Achia mtu huyu akawe na mwisho mzuri. Achia mtu huyu akawe na mwisho mzuri. Na uombea mwisho wako ukawe ni mwisho mwema kuliko mwanzo. Na uombea mwisho wako ukawe ni mwisho mwema kwenye kila jambo. Kuanzia sasa jambo lote ambalo lilikuwa linaanza linakufa. Mwingine unapataga mimba, baada ya muda zinaharibika, zinapotea. Mungu akufungue baada ya maombi haya. Chochote utakachokipanda kikaote. Chochote ambacho utakianzisha kikalete matokeo. Na kataa vitu kuanzisha alafu havifiki mwisho. Na kataa vitu kuanza alafu havina matokeo. Ewe roho unayekula matokeo, toka. Ewe roho unayekula amani, toka. Unayekula furaha, toka. Natuma moto kuanzia sasa. Kama kuna jini umetupiwa, kama kuna pepo umetupiwa, kama kuna roho chafu umetupiwa, hiyo roho chafu ikuachie kuanzia sasa. Iachie maisha yako, iachie familia yako, iachie mwili wako. Roho za magonjwa na uharibifu, toka kwa jina la Yesu. Nalipua na kupiga hizo nguvu za giza za kila namna, zikuachie kwa jina la Yesu. Zikuachie kwa jina la Yesu. Zikuachie kwa jina la Yesu. Na kufungua hizo kamba zote, zikuachie. Roho za kurudishiwa nyuma, roho za kuanza moja mahali ambapo umepiga hatua na kufika mbali, unajikuta unaanza moja tena. Hiyo roho chafu ikuachie. Toka, achia mwisho mwema. Toka, achia mwisho mwema. Toka, achia mwisho mwema. Achia mafanikio, achia wepesi, achia majibu, achia mpenyo. Nafungua mpenyo wako. Mpenyo wako ufunguliwe, njia yako ifunguliwe kuanzia sasa, ukafikie hatima ya jambo lako. Chochote unachokianzisha ukaone matokeo, ukafurahi, ukale matunda ya ulichokipanda, ukale matunda ya ulichokianzisha. Mungu akutaarifu na kukuonyesha mapema kama kuna jambo baya katikati ya hicho ulichokianzisha, basi alifunue mapema ili usitumie gharama na muda wako. Na zaidi ya hayo, Mungu akurejeshe furaha. Pokea furaha sasa. Pokea amani yako sasa. Malaika wanaohusika na amani waingie ndani yako. Pokea amani kwa jina la Yesu. Pokea amani kwa jina la Yesu. Pokea amani kwa jina la Yesu. Na achilia amani na mpenyo wa kimungu wa juu yako. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Wepesi wa Mungu ukawe pamoja nawe. Mungu akupe nuru, ukafanyike nuru kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa wa Maombi ni Dawa, ambaye nimeomba pamoja nawe kutoka Dar es Salaam, Mbezi, Maramba Mawili. Na hakika maombi haya yamekuwa dawa na tiba kwako. Irudie, yataweza kusaidia na kuvusha kwenye jambo ambalo limekuwa halina majibu na halifiki mwisho. Mungu ni mwaminifu sana. Umesikia kuguswa na maombi haya, unatamani kuachilia sadaka kusindikiza maombi haya. Sadaka yako hiyo ni sadaka ya hiari na hakuna kiwango, maana Mungu anaona moyo, anaujua moyo. Mungu akubariki. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka kwa sadaka yako ya hiari, na karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp ikiwa unahitaji kuwasiliana na mimi zaidi. Mungu wa mbinguni akubariki. Na ukiwa unanifuata kwa njia ya WhatsApp, niandikie jina lako na hitaji lako, itakuwa ni rahisi kukuhudumia. Mitandao yote ya kijamii andika Maombi ni Dawa. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.